Bwana, breaking news. Kwa taarifa ambazo niko nazo ama ambazo zimelipokea hivi sasa ni kwamba klabu ya Young Africans imeandika barua ya kuiomba msamaha TFF na bodi ya ligi kutokana na kile ambacho kinaendelea. Na ukumbuke tangu jana na siku za nyuma kulikuwa na msigano mkubwa kati ya TFF na Young Africans, lakini pia pamoja na bodi ya ligi kuhusu mchezo wa dabi ambao unatakiwa kuchezwa Jumapili ijayo ya tarehe 15. Sasa kwenye msigano ambao unaendelea sasa hivi ni kati ya TFF na Young Africans. Yanga wanadai kwamba hawajalipwa pesa ya misimu mitatu ya ubingwa wa kombe la FA kwa maana ya CRDB Confederation Cup. Lakini kwa hiyo miaka mitatu ambayo wanadai TFF, inaelezwa kwamba kuna wakati ambao Yanga walikuwa naomba madeni yao yakatwe kwenye hiyo pesa ambayo ambao walitakiwa kuipata kwenye ubingwa wa kombe la CRDB Confederation Cup. Na TFF walikuwa wanafanya hivyo na pia Yanga walikuwa wanapata taarifa, lakini kwa taarifa ambayo Yanga waliitoa ni kwamba wao wanaidai TFF na hiyo pesa hawajawahi kusema ikatwe popote kwa sababu hawajawahi kudaiwa na TFF, kama unakumbuka taarifa ambayo Yanga walitoa kupitia mitandao yao ya kijamii. Lakini kwa sasa hivi taarifa ambayo pia TFF waliitoa pia na barua ambazo zinapita kwenye mitandao ya kijamii kama umeziona, zinaonyesha namna gani ambavyo Yanga walikuwa wanakatwa pesa na transaction, namna ambavyo walikuwa wanapewa taarifa kwamba pesa yenu kiasi fulani kimekatwa kwa sababu hii na hii na hii, na pesa yenu hii imekatwa kwa sababu hii na hii na hii. Kwa hiyo pesa yao ilikuwa inakatwa, pia walikuwa wanapewa sababu za kwa nini fedha yao inakatwa, na sio kwamba TFF walikuwa wanakaa na hiyo pesa tu kwa maana ya kutaka kuwadhulumu Young Africans. No, ila issue ilikuwa kwamba Yanga walikuwa wanadaiwa, kwa hiyo na pesa yao pia ilikuwa inakatwa juu kwa juu. Kwa hiyo pesa yao kukatwa juu kwa juu sio kwamba Yanga walikuwa hawajui. Yanga walikuwa wanapewa taarifa kama kawaida, lakini walichokifanya Young Africans ni kuja kupotosha umma kwa kusema kwamba klabu yao inaidai TFF pesa ya ubingwa kwa miaka mitatu, kitu ambacho sio kweli. Na TFF pia kwenye barua ambazo wamezitoa wameeleza wazi kwamba pesa yao walikata kwenye vitu gani na vitu gani, lakini pia wamesema mtaalamu wa fedha aende TFF akapewe nyaraka za malipo ya namna ambapo pesa zao zilivyokuwa zinatumika. So far so good. Na kwa namna mambo yalivyo, inaelezwa kwamba wameandika barua ya kuomba msamaha TFF na bodi ya ligi kwamba pale ambapo wamekosea basi waweze kusamehewa na mambo mengine yaweze kwenda kama kawaida, ingawa bado msisitizo wao ni kwamba hawatacheza mchezo wa dabi. Lakini wameomba radhi kwa kile ambacho kimetokea, kwamba kusiwepo na mgongano mwingine wa kimaslahi kwa maana ya kuchafuana kwenye mitandao ya kijamii, kama ambavyo Yanga wanasema kwamba wao kuna pesa yao walipaswa kulipwa, hawajalipwa hiyo fedha. Lakini pia kuna mambo mengine mengi ambayo hayaendi sawa, na sasa hivi wameweka wazi kabisa kwamba pesa yao yote kweli ilikuwa inakatwa kwenye madeni ambayo walikuwa nayo, na kama kuna taarifa nyingine ambayo itakuwa ni ya ziada, maana tutaipata baada ya mtaalamu wa fedha kwenda kukaa na TFF na kupewa mchanganuo wa namna ambavyo fedha yao imetumika. Lakini kwa taarifa ambazo zipo ni kwamba wameomba TFF radhi, na hilo ni jambo moja la msingi kabisa kama taarifa hii ni ya kweli, kwa sababu taarifa wakati mwingine tunazipokea kutoka kwa watu, kwa hiyo sometimes zinaweza zikatokea upande tofauti na vile ambavyo tunaziripoti. Lakini kwa taarifa ambayo niko nayo ni kwamba tayari wameomba radhi, na naamini kwamba TFF ina uwezo wa kuwasikiliza. Unajua TFF ndo baba wa mpira wa nchi hii, yeye ndo ambaye anaweza anasimamia mpira, kwa taratibu zote za kimpira ziko chini yake. Lakini pia hakuna kitu ambacho kinaweza kwenda tofauti na vile ambavyo TFF wanaweza wakapanga. So I believe kwamba kwa namna ambavyo kila mtu amepanga taratibu zake na kuweka mpango wake, naamini kwamba wataelewana na mambo mengine yataenda sawa. Issue ambayo imebakia kwa sasa hivi ni Young Africans kukubali kwenda kucheza mchezo wa dabi ambao unatakiwa kuchezwa tarehe 15. Onyeshi mpaka sasa hivi bado haijulikani kwamba mchezo huo wa dabi utachezwa ama mchezo hautachezwa. Lakini kwa taarifa ambazo zipo mpaka sasa ni kwamba bado mambo hayajakaa sawa, kwa maana ya haieleweki kwamba Yanga watakubali mchezo wa dabi uchezwe ama hawatakubali. Lakini cha kwanza ni kufuata taratibu na kanuni za mpira wa miguu Tanzania, na of course kufuata taratibu ni kwamba Yanga wanatakiwa kwenda uwanjani kwa sababu mamlaka za soka tayari zilishapewa nguvu na mahakama ya usuluhishi wa michezo duniani CAS kwamba waendelee na ratiba zingine za kupanga mchezo wa dabi, on which tayari taratibu zote zilishafanyika, na ndio maana tarehe mpya ya mchezo ilishapangwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba timu inaenda mechi inachezwa kama kawaida, ili pia ligi iweze kumalizika mapema na uweze kupatikana muda wa watu kujiandaa na mashindano ya chani ambayo yatafanyika mwezi wa 8 hapa Tanzania, lakini pia na logistics zingine kuelekea msimu unaokuja ziweze kufanyika kama ambavyo taratibu zingine zote zinaeleza. Kwa hiyo mpaka sasa tunasubiri kuona Young Africans wakikubali hilo, na itaundwa tume. Kwa taarifa ambazo niko nazo ni kwamba kuna watu wataitwa kwa ajili ya kukaa tena kwenye kikao kingine
ambacho hicho kikao kitakuja kuhakikisha kujadili mpango mzima wa namna gani ambavyo mchezo wa dabi unaweza kwenda kuchezwa ili shughuli zingine ziweze kwenda sawa. Lakini kwa hivi sasa kwa namna mambo yalivyo ni kwamba shughuli bado ni ngumu sana, na Young Africans kwenye swala la kifedha dhidi yao na TFF tayari limemalizika, kwa maana ya kwamba tayari Yanga wamepewa ufafanuzi wa namna ambayo pesa yao imetumika, na wamekiri na wameandika barua ya kuwaomba radhi TFF na bodi na CRDB kwa kuwachafua kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kwa hivi sasa kwa namna mambo yalivyo ni kwamba tayari mambo yamekaa sawa kwenye upande wa kifedha, na leo mtaalamu wa fedha wa Young Africans ataenda kupewa mchanganuo kabisa wa kimaandishi, na sio tu kuomba radhi, lakini watapewa mchanganuo wa kimaandishi, na kama kuna pesa nyingine ambayo wanadaiwa basi waweze kuwekwa wazi kwamba pesa hii mnadaiwa kwa sababu 1, 2, 3, lakini pia mnatakiwa kulipa pesa kwa muda gani. Kama pia watataka ikato labda wakiwa mabingwa kombe la FA watasema pia wao wenyewe, lakini TFF iko tayari kuwapa mchanganuo wote ambao unatakiwa kupata, ingawa tayari walishakiri kwamba wamekosea kwa kusema kwamba wanadai TFF ikiwa hawajadai TFF, kwa taarifa ambazo niko nazo.